Ya siku ya leo ningependa tuzungumzie somo linalohusu power supply unit. Power supply unit. Kwanza kabisa tujue nini maana ya power supply unit. Na ukishajua nini maana ya power supply unit, tuweze kujua inatumika wapi. Kabla hatujaelewa maana ya power supply unit, nimekuja na baadhi ya vifaa hapa. Tuliona ni vifaa ambao unakutana navyo katika mazingira ya kawaida, kwa nyumbani, ofisini. Kama ni mwanafunzi kule nyumbani kule, kuna data kama hizi hapa. Mfano simu, ukinunua simu kuna vitu kama hivi hapa. Humo ndani kuna circuit, electronic circuit, ambapo hii electronic circuit ni power supply iko humo ndani, ambao ndio tunazungumzia leo. Kwa hiyo ukizungumzia katika vifaa vingi vya elektroniki, iwe TV, iwe friji, ambao vinahusiana moja kwa moja na electronics, kitu chochote ambacho kinahusiana na mambo ya electronics, waga ili ziweze kufanya kazi lazima viwe na power supply unit. Kwa hiyo tunaona namna gani ni umuhimu wa power supply unit katika mazingira yetu ambayo tunazunguka. Hata hii bodi ambayo tunatumia, hii bodi transparent, mpaka uwezo mpaka naandika hapa, unaniona mimi na unaona maandishi, power supply unit imetumika kuwasha hizi LED. Kwa hiyo twende tuangalie maana power supply unit au power supply kama power supply. Kwa sababu unasema power supply unit ni kama system, na unasema system ni muunganiko wa vitu mbalimbali. Kwa huko mbele tutaona hizo blocks au muunganiko wa vitu mbalimbali, lakini tuangalie maana ya power supply unit. Kwa hiyo tumesema power supply unit kwa namna rahisi ambao naweza nikakuelewesha kwa binadamu. Chakula ni muhimu kwa binadamu ili aweze kuishi, na vifaa vya electronics, power supply unit ni muhimu ili viweze kufanya kazi. Mfano mzuri ambao unaelezea maana ya power supply, hebu jaribu kutolea mfano wa maji ambao inasambazwa na Dawasco. Mfano hapa tuna tenki kubwa la Dawasco. Tenki ina uwezo wa kujaza, inaweza kujaa kwa lita 1000 kwa siku, lita 1000 kwa siku. Kwenye hii tenki tuna pump. Hii ni pump. Pump hii inasukuma maji kupitia pipe kwenda kwa wateja. Labda hapa tuseme hapa ndo maungio, tunapeleka kwa mteja wa kwanza, mteja wa pili, mteja wa tatu. Mteja wa kwanza na tenki dogo, mteja mwingine hapa wa pili na ana tenki lake hapa, tenki dogo. Mteja wa tatu vile vile. Mteja wa kwanza tuchukulie kwa matumizi yake ya kawaida kwa siku anatumia lita 500. Mteja wa pili anatumia lita 200. Mteja wa tatu anatumia lita 100 kwa siku. Ukijumlisha huku tunapata jumla lita 800. Kwa ili hao wateja wote waweze kuoga, waweze kuosha vyombo, si kupiga mswaki, si kufanya nini, kufua nguo, kwa maisha yao kaida, ili iendelee vizuri, wanahitaji lita 800 kwa siku. Lakini ukiangalia huku supply ni lita 1000.
Kinachotokea hapa nini? Endapo mteja mwingine kaongezeka hapa, labda mteja akaunganisha kwenye hii system ya Dawasco, anahitaji ameweka unganisho tanki yake hapa, anahitaji lita 500 kwa siku. 500 jumlisha lita 800 unapata jumla lita 1100 ngapi? 300 lita. Kinachotokea nini hapa? Mara ya kwanza mahitaji kwa siku ilikuwa ni lita 800 kwa siku, lakini kaongezeka mteja mwingine hapa lita 100 ngapi? 500. Kwa hiyo kile ambacho kinatokea hapa, maana au watumiaji wa mara ya kwanza kama kuna vitu vingine watasitisha, kama kwa wanaosha nguo, wanafua nguo, wanaosha vyombo, kuna vitu vingine watasitisha, kwa sababu kinachotokea ni kwamba matumizi imezidi ile supply ability ya Dawasco. Tumesema hapa kuna pampu, kuna maji yanapita humu kwenye pipe. Hapa kuna pampu, humu kuna maji yanatupitisha maji, ni pipe. Sawa. Nimejaribu kutolea mfano, sasa twende kwenye somo letu hapa supply ili tuweze kuelewana kirahisi. Kifaa chochote cha electronics, sema hapa kwa nini? Tuna socket kutoka TANESCO. Kwenye socket hapa kuna hiyo system ambayo ni power supply unit. Tuweke kama block hivi. Hii ndo PSU. Ambao ndo PSU. Kifupi cha power supply unit. Hii ndo power supply unit. Labda huku ni 220 volt. Labda current, labda 3 ampere, hivyo mfano. Kinachotoka huku ni AC, alafu huku kinachotoka huku kwenda kwenye matumizi sasa ni labda 12 volt, alafu current ni 10 ampere. Tuchukulie kifaa cha kwanza, labda hapa kuna pasi, hapa una TV, hapa kuna friji au labda kuna jiko la umeme, jiko. Hapa tuna current, kuna ngapi kutoka kwenye power supply unit 10. Chukule pasi inatumia 3 ampere, TV inatumia 5 ampere, alafu jiko inatumia chukulie huyo hapa naye anatumia 3 ampere. 3 ampere, alafu jiko inatumia labda 5 ampere. 5 ampere. Kwa hapa 9 jumlisha 3 jumlisha 3 ni 6, jumlisha 5 unapata 11 ampere. Ukiangalia huku power supply inatoa ngapi? 12 volt, alafu huku na current 10, lakini huku total current huku supply consumed ambayo inatumika ni ngapi? 11. Kwa hiyo kwenye hii system nachukua hii hapa nimetolea mfano. Umeona? Nimetolea mfano ambao vifaa vya elektroniki ambavyo vinatumia nini? Vinatumia DC. Hapa nimeweka jiko, hapo unaweza kuweka hata kifaa kile au radio. Unaweza kuweka hata radio. Umeona? Kifaa chochote cha electronics kama radio. Kwa hiyo power supply is greater than power consumed. Kwa hiyo it is normal application. Kwa hivi vifaa vinatumika bila tatizo, lakini mfano changamoto nyingine ambazo zinakabili hizi power supply, mfano kama hapa tulisema hapa tuna pump, tuna maji, tuna pipe. Vile vile kwenye power supply hapa kuna voltage ambao ni 12, tuna current ambao ni 10 ampere. Kwa tatizo moja ambalo linatokea kwenye power supply, mfano huku kwenye maji huku
maji yanatoka huku ina pressure kubwa, alafu pipe ni ndogo, na maji ambayo yanatakiwa huku kwa mtumiaji, maji mengi yanahitajika. Pressure ni kubwa, maji ni mengi, pipe ni ndogo. Hiyo kinachotokea nini? Hii pipe itapasuka, kwa sababu ina nguvu kubwa, alafu kinachopitisha maji ni nyembamba, kwa hiyo inaweza kapelekea hii pipe ikapasuka. Kwa hiyo ni tatizo ambalo linatokea kwenye maji. Tukirudi huko kwenye power supply, mfano waya huu hapa ambao unapitisha umeme, labda tuchukulie huyu hapa kifaa labda pasi inahitaji labda current kubwa, alafu waya ni mdogo. Chukulie kwa mfano hapa anahitaji labda current labda chukulie hata hii 10, alafu waya ni mdogo. Waya ikiwa mdogo inamaanisha nini? Inamaanisha resistance yake ni kubwa. Kwa hiyo resistance yake ikiwa kubwa itasababisha umeme isipite vizuri. Kwa umeme isipite vizuri inapelekea umeme kupita kwa shida, inapelekea waya kuungua. Huko mbele tutaelezea namna gani waya itakapoungua, inaungua pale ambapo umeme umezidi. Tatizo lingine ambalo tunatoka kwenye power supply, mfano unaweza kuwa na vifaa vingi. Mfano wewe fundi CCTV au fundi fundi yote hapo unahusika na mambo ya power supply unit. Nazungumzia kwa mafundi. Au kama uko nyumbani unatumia, kwa nini labda vifaa, kwa nini kifaa kifanye kazi? Tatizo lingine ambalo linatokea kwenye power supply, unakuta hizi loads kwenye umeme ni vile vifaa ambavyo unatumia umeme. Hizi loads yani zile total current, jumla current zote unakuta imezidi ile current supplied by power supply unit. Kwa hiyo ukikuta total current imezidi total current consumed imezidi ile total current supplied, inapelekea hivi vifaa kutofanya kazi, kwa sababu ili kifaa kifanye kazi lazima ipate ile current ambayo inahitajika. Kwa hiyo zitagawana, alafu mwisho wa siku kila mmoja anapata kidogo. Na current ikiwa na kidogo, mfano kama labda ni 2.5 wakati inahitajika 3, kwa hiyo inapelekea vifaa kufanya kazi. Kwa hiyo tatizo lingine ambalo linatokea. Kwa hiyo kabla hujanunua power supply unit yote, lazima ujue vifaa vyako. Mfano kama hii hapa unanunua, labda unataka kufunga labda kwenye vifaa vingine vya electronics, lazima ujue vifaa vyangu naenda kutumia vinahitaji current kiasi gani, kwa sababu usikuangalia unaweza kupeka vifaa vingi alafu kaangalia mbona viwaki. Unaona? Kwa hiyo ni vitu vya kuangalia. Kwa total current consumed by loads should be less than or equal to the total current supplied by power supply unit. Kwa hiyo ni kitu cha kunote. Pengine zaidi kuhusu power supply unit tutaendelea kwa vipindi vingine vinavyokuja. Asante.